Mada inayofuata ya mwisho sasa, kidato cha kwanza, ni ufahamu. Hii pia iko kwenye somo la Kiingereza. Ufahamu. Ufahamu ni neno linalotokana na neno fahamu au jua. Kwa hiyo ufahamu ni kujua. Kujua nini sasa? Kujua maandishi uliyoyasoma. Katika maisha yako ya shule, ndugu mwanafunzi, kidato cha kwanza, kidato cha pili na mpaka kidato cha 4, utakutana na swala hili. Swala la ufahamu lipo, haliondoki. Utasoma, lakini bado kipengele cha ufahamu kinakungoja. Utapewa kifungu cha habari, ukisome na baadaye uweze kujibu maswali. Kwa kidato cha kwanza, kipengele hiki kina alama 15. Ni alama nyingi sana kwako mwanafunzi, kwamba kama unatafuta A, basi ni lazima usome ufahamu. Kwa hiyo ni nini sasa umuhimu wa ufahamu? Ufahamu ama dhima ya ufahamu kwako mwanafunzi, kwanza inakusaidia kuokoa muda. Utaona zile faida za kusoma, namna kupata maneno na namna kufupisha. Basi ukishajua vitu kama hivi, utaokoa muda katika kujibu maswali. Lakini pia ufahamu unasaidia kuelimisha. Kinamna gani sasa? Unapata elimu kwa sababu utajifunza misamiati mipya ambayo utaitumia katika kujibu maswali. Utaona hapa nimekupa mfano hapa mwisho kwamba wewe unaposoma habari hutakiwi ujibu kama ilivyokuwa ile habari. Habari ya kwanza inaweza kuwa na ukurasa mzima, lakini wewe utakapokuja kuifupisha utaambiwa labda uchukue 1/3 ya urefu wa hiyo habari, ambao sana sana maneno yakawa 50, 40 mpaka 60. Katikati hapa hatazidi. Sasa ni kwa namna gani utaweza kuandika maneno machache? Ni kwa sababu utatumia mbinu ambayo utakuwa umeelekezwa hapa, namna ya kujibu maswali ya ufahamu. Umuhimu mwingine wa ufahamu, inapunguza gharama. Kwa mfano kama umesoma habari nzima au umesikiliza habari inasomwa, ukiandika kwa ufupi, manake kama ungekuwa utumia karatasi 3, utatumia karatasi 1. Kwa hiyo tayari umeokoa gharama hapo. Lakini pia umeongezea msomaji au msikilizaji ujuzi na maarifa, kwa sababu hicho kifungu cha habari utakachokuwa unasoma au kukisikiliza kina maneno mbalimbali ambayo tutamsamiati mpya. Kwa hiyo hapa utaongeza maarifa mapya kutokana na habari utakayokuwa umeisoma. Kwa hiyo ndio maana unafundishwa kipengele hiki. Hata shule ya msingi ulikotoka umesoma maswali ya namna hii. Pengine hawakufundisha tu kwamba ufahamu una 1, 2, 3, lakini unapofika sekondari ni lazima vipengele hivi uvifahamu na uvizingatie, kwa sababu ni sehemu ya somo lako na alama zake zipo. Kwa kidato cha pili na cha kwanza, hili swali linakuwa na alama 15, na utakapoenda madarasa ya kidato cha 3 na cha 4, alama zake itapungua na kuwa alama 8. Kwa hiyo utaona umuhimu wake kwamba ni lazima kipengele hiki kifundishwe. Sasa tuangalie mambo muhimu ya kuzingatia katika ufahamu. Jambo la kwanza ni kuwa makini na habari inayotolewa. Ninaamini mliofanya mtihani darasa 7 mwaka huu, swali la kwanza hadi la 5 kwenye Kiingereza na kwenye Kiswahili, haya masomo haya umesomewa na msimamizi, hapo ukajibu maswali. Ina maana sasa kama hukuwa makini, sidhani kama utakuwa umepata haya maswali. Kwa hiyo jambo la kwanza, kuwa makini na habari inayotolewa. Na pili, uwe mtulivu ili kinachosomwa au unachokisoma uweze kukielewa. Jambo la tatu, kubaini mawazo makuu. Ni kwa nini ubaini mawazo makuu? Ile habari unayoisoma itakuwa na mawazo makuu pengine mengi, yaweza kuwa 4 au 5. Sasa mawazo haya yatakuwa yameelezwa kwa kirefu sana kwenye kifungu cha habari, lakini wewe kazi yako kwenye utakapokuja kufupisha, huruhusiwi kuyaeleza haya mambo kwa kirefu. Unapaswa wewe kuyaandika tu kwa kifupi na kutumia maneno yako. Kwa ndio maana unatakiwa uyabaini, unaandika pembeni, halafu baadaye utakuja kuunganisha hiyo habari uliyoisoma. Na jambo la mwisho, kuelewa habari vizuri. Kwa sababu tukwambia soma habari ifuatayo kisha jibu maswali yanayofuata. Katika kujibu maswali yanayofuata, swali la kwanza tukwambia andika kichwa cha habari hiyo uliyoisoma. Kichwa cha habari manake hiyo habari inahusu nini? Habari za kuwa na ukurasa 1.5,
lakini pengine nazungumzia tu ajali za barabarani. Kwa lazima utambue lile wazo kuu, uielewe vizuri habari inazungumzia nini. Kushindwa kuelewa habari inazungumzia nini, utashindwa kujibu maswali yako kwa kamilifu. Kwa hiyo ni muhimu uzingatie kipengele hicho.